Mabibi na mabwana, huyu hapa tena ni Prince Katega. Sasa hivi amekuja na hoja fidia. Anasema wazungu lazima washtakiwe. Wametutesa kwa muda mrefu sana. Walituona Afrika na kutupeleka kujenga uchumi wao bila faida. Maendeleo makubwa walionayo yametoka Afrika. Teknolojia kubwa walionayo yametoka Afrika. Tuwashtaki kwa kutuletea elimu ya vyeti, tukaua elimu yetu ya maarifa. Walitupeleka vitani kupigania amani yao bila ridhaa yetu, walimuita Mungu wetu mshenzi. Na kusema tulitokana na sokwe sisi wa Afrika. Dawa zetu za asili wakaziita ushirikina. Majina yetu wakayaita mikosi. Vyakula vyetu takataka. Rangi zetu uchafu na ustaarabu wetu pia ni ushamba. Watulipe fidia kwa dhahabu, almasi, wanyama, magogo na meno ya tembo. Walituibia Afrika na kutuletea shanga za kiunoni. Ukimwi, Ebola, ushoga, vimbunga, mafuriko, kansa na silaha tukauana sisi kwa sisi bwana. Katega anasema kama unadhani anatania subiri sasa uone. Anasema yeye, mshikaji wake Dr. Mkiza, na wana diaspora kibao tu wanajua namna kuwabana mbavu wazungu. Hawachomoki. Kikubwa ni Afrika yote tuwaunge mkono kwa hali na mali. Maana tukilipwa tutasahau kelele za kodi, ada, wala bili za maji, afya na umeme pia. Nadhani unajua pressure za kuchelewa kulipa kodi ya nyumba Unaweza kupangiwa muda wa kurudi kwako ili tu kumkwepa mwenye nyumba. Sasa Katega anasema tukilipwa fidia haya yote taisha. Huyo ndo Katega, mwana wa mfalme wa Wahaya wa Kiamtwala Kingdom wa huku Bukoba. Unahitaji utulivu wa akili na roho kumwelewa, maana naongea vilivyopo kana kwamba havikuwepo. Anavipa thamani vilivyodharaulika na kuvipa maana visivyokuwa na maana. Lazima watupe fidia ya kuwauza ndugu zetu tumwani kama mbuzi. Kwanza waliosafirisha kikatili, wakufa wakafa, na kutupwa njiani wakatupwa. Wakuteswa waliteswa wakateseka kwelikweli. Wakubakwa walibakwa, wakabakika. Wakazaliwa watu wenye rangi za ajabu katika nchi za watu weusi kama mkaa. Wakajiita wa Afrika. Zaidi ya ndugu zetu milioni 100 walipotelea huko. Hawakurudi nyumbani hadi leo, na vitukuu vyao bado viko huko Marekani na UK. Vinabaguliwa balaa, vinaitwa niggers. Halafu vikitaka kurudi kwa Afrika tunaviomba visa. Ndugu zetu walihenyeka huko kwenye mashamba ya miwa na pamba kwa miaka 600. Jamii kabaki na wazee, goigoi, wajinga, wagonjwa vichaa. Kila kitu kilisimama Afrika. Uganga ulisimama. Ule uvumbuzi wa moto, karatasi, chuma. Kilimo, ufugaji, tiba na ujenzi wa mapiramidi vikasimama. Halafu wakatuita the dark continent. Na shuleni tukafundishwa eti sisi ni bara la giza. Na vitabu vitakatifu vikapigilia msumari wa mwisho kwenye jeneza. Enyi watumwa, watiini mabwana zenu. Haleluya. Watulipe fidia ndo kibwagizo cha Prince Katega wa pili bwana. Prince Katega anasema wakoloni waliwaswaga vijana wetu kwenda kupigana katika ile vita ya pili ya dunia ili kumkomboa Mwingereza dhidi ya Adolf Hitler. Maana walishazidiwa. Vijana wetu wakapiga shola kufa mtu. Hitler akapotea duniani hadi leo hii. Walipelekwa 15,800 wakarudi 13,000. Hawana mbele wala nyuma. Wengi wamekufa au tuseme wameacha mwili, maana Katega anakuambia kilichoumbwa na Mungu hakifi bali kinaacha mwili. Wamebaki kama 400 hivi. Wamelala kwa huzuni na hasira kudhurumiwa. Katega anasema tukisubiri wote wafe bila kupata haki yao hatutaipona mizimu yao. Katega kwa mizimu humwelezi kitu. Anafahamu mengi sana. Kikubwa ni kuchagua kutuliza akili ujifunze au kurukwa na akili umtukane. Anasema Bwana Yesu mwenyewe pale msalabani alitokewa na mizimu ya Musa na Elia ikamtia nguvu. Mpaka wanafunzi wake wakatamani kujenga vibanda vitatu. Sembuse sisi. Hebu tuachane na mizimu. Kikubwa ni kwamba Katega na wanadiaspora tayari wanania kudai fidia. Uwezo kudai wanao. Na sasa wanadai. By the way, Katega anasema kuishi kwake Uingereza usiwape tabu sana kwa sababu riziki ya mbwa iko miguuni. Yuko kule kimkakati. Hata wa China wamesambaa kuanzia Dar es Salaam mpaka Bujumbura, Kigali, Kampala, Nairobi na Kinshasa, wakisaka rasilimali za kujenga China. Kwa hiyo hata yeye anaishi Uingereza kwa maslahi mapana nchi yetu Tanzania. Wote tuseme amen. Wakoloni walituibia vingi.
Sasa ni wakati wa kuvirudisha nyumbani kwa fidia kubwa. Tena yenye riba, anasema Katega. Hata kile kivutio cha mjusi mkubwa sana duniani, unaoingiza mamilioni ya dolari pale Ujerumani, ni mali yetu sisi. Walibeba mifupa ya mijusi 32 yenye uzito wa tani 250, ilibebwa na watu 500, halafu wakatumia mijusi 5 kutengeneza huyu mmoja. Ana urefu wa mita 13.7. Wanamuita dinosaur kwa kimombo. Ujenzi wake ulikamilika mwaka 1937. Sasa piga picha, tangu mwaka 1937 mpaka leo, wamekusanya dolari ngapi? Watu lipese. Katega anasema hata ile minara ya mawe, yani obelisk au tekem kwa Kimisri, iliyopo pale Istanbul, Uturuki, Marekani, Ufaransa na Italia, ndo imechangia nchi hizo ziwe na nguvu kubwa kiuchumi kwa sababu ya nguvu ya kimungu iliyomo katika jiwe hilo walioiba kule Misri ya kale. Pale Washington DC, jiwe hilo limewekwa mbele kabisa ya jengo la serikali. London nako wameliweka kwenye jengo la bunge, na Vatican nako limewekwa pale St. Peter's Square. Papa akitoka nje tu analifesi. Ndo maana Vatican inazidi kubarikiwa. Kanisa Katoliki linazidi kuwa na nguvu kuliko makanisa yote duniani. Marekani inatikisa dunia. Uingereza na Ufaransa zinafuata. Watu lipe fidia ya baraka walizochota bure kutoka kwetu. Hakuna baraka za bure bwana. Prince Katega anasema, tuwadai fidia ya kutuharibia tamaduni zetu, majina yetu, wakatubatiza kwa upanga. Kunta Kinte akaitwa Toby, Kalimanzira akaitwa Samson, Kemilembe akaitwa Zuena. Tukazoea sasa tunapeana majina kama fashion. Hakuna viboko tena. Kila mtoto aliyezaliwa anaitwa Junior, Angel na Princess, hata kama si binti wa mfalme. Ajabu kweli. Kwamba mzazi amwite mwanaye Mwanamalundi, Kinjekitile, Mwamintare, Kingunge Ngombale Mwilu, thubutu. Katega anasema jina sio utambulisho tu, lina uvuvio, lina nguvu pia. Zamani kabla kumpa mtoto jina, wazee walitoa kafara na kuinua macho juu, kuitazama mbingu iseme jina la mtoto. Na kweli mbingu ilishusha jina kulingana na lengo la mtoto kuja duniani. Mtoto mwenye karama ya ujenzi akaitwa Mwombeki, mwenye karama ya utabibu akaitwa Mkiza. Siku hizi mtoto mwenye karama ya kijeshi anakuwa daktari. Halafu akiwa komando wagonjwa tunasema daktari katili. Watu lipe fidia tu, hamna namna. Hata Rais Dr. John Pombe Magufuli anaijua nguvu ya majina. Ndo maana kabadili Stigler's Gorge na kuitwa mradi wa umeme wa mto Rufiji. Unajua Stigler alikuwa Mswiss aliyekwenda Selous kufanya utafiti wa kujenga bwawa la kufua umeme. Tembo wakamrestisha ni peace. Ndipo mahali pale pakaitwa Stigler's Gorge. Ilikuwa mwaka 1907. Kabla tukio hili palikuwa panaitwa Pangani Rapids. Ni mradi wa muda mrefu, lakini mizimu ilikataa. Sasa umeme utawaka kwa sababu tumepata jina sahihi. Hata kule Mtwara kwenye mradi wa gesi mambo yaligoma, mpaka wazungu walipompa yule bibi kizee heshima yake. Likapigwa tambiko la kufa mtu. Gesi katiki, maana ilikuwa inatoa maji tu. Chezea mizimu weye. Hata ziwa Victoria tulibadilisha jina, liitwe Nyanza. Hata fedha yetu ibadilishwe jina, isiitwe shilingi. Mbona wao hawaiti tena shilingi, wanaita pound? Pesa yetu iitwe kwa jina la kikoloni, halafu tutegemea uchumi kukua. Thubutu. Watu safishe kwa trilioni za dola, pound na euro, kwa kusema tulitokana na sokwe. Tukaamini hivyo, tukajiona wanyonge duniani, daraja la chini la binadamu. Matokeo yake vibinti Afrika havitaki tena nywele zao, wanataka za kizungu tu, na wanazinunua kwa gharama kubwa ili wasionekane masokwe. Furaha yao ni kuonekana wazungu bandia. Vijana wetu nao fulu kupaka poda na kula chips yai ili walainike kama wazungu. Matokeo yake ndo hizi kelele za wanaume Kinondoni bwana, wana nguvu za kiume. Hayo tuyaache. Hata wasanii wanaimba kuzaliwa bongo bahati mbaya. Hivi kama sisi tulitokana na sokwe kweli, mbona masokwe hayabadiliki yakawa watu yakaja town? Yanakuwa mawapi hivi? Tujifunzue ili tujifunze upya, anasema Prince Katega. Prince anasema tukadai fidia ya kuligawa bara letu vipande vipande kwa jina la Divide and Rule. Ilikuwa Novemba mwaka 1884 mpaka Februari 5. Mataifa 13 yakapata share. Mjerumani akachukua Tanganyika. Wakati huo Kongo ilishakuwa mali ya mtu binafsi, ni yule mfalme Leopold wa Ubelgiji. Walitugawa bila kujali ethnic group zetu.
Sasa Mjaluo wa Kenya, Uganda na Tanzania hawaelewani. Mhutu wa Kigoma, Burundi na Rwanda hawaruhusiwi kutembeleana bila visa. Mnyasa wa Ruvuma, Malawi na Msumbiji hawapikiki chungu kimoja. Masai wa Kenya na Arusha wanaonana kwa masharti kwa sababu ya mipaka ya wazungu. Katika nasema hii mipaka hata Mungu haitambui. Ndio maana anatushangaa sana na shetani anatucheka mpaka mbavu zinamwishia. Tulikuwa na empire zetu, wakazivunja na kutuletea demokrasia kupinga hata visivyopingika. Uingereza bado iko chini ya malkia. Uholanzi na Japan bado wako chini ya wafalme na mambo yao yako shega tu kama kawa. Hata Swaziland kwa King Mswati mambo ni msono kabisa. Hata mabikra bado ni wengi sana. Wametuletea ukimwi, wakasema ni adhabu kutoka kwa Mungu Baba, na sisi tukaamini hivyo na kupiga magoti kumwomba Mungu msamaha kwa dhambi ya kusakiziwa. Kwa hiyo Dr. Robert Charles Gallo wa Marekani aliyeutengeneza ugonjwa huu ni Mungu kweli. Kweli ujinga hauui, lakini unadhalilisha sana. Kwani unafikiri hatujui kama ukimwi ni biashara kuuza ARV na kondomu? Ukimwi usingekuwa ni biashara yenye faida, wasingemua Dr. Sebi wa Marekani aliyeleta dawa ya ukimwi. Rais wa Gambia ameanza kuponya ukimwi. Subiri uone watakapomsakama. Lakini Katega anasema hawatamweza maana Mungu wa mizimu ya Afrika yuko macho. Watadunda tu kama walivyodunda kwa Mzee Mugabe, simba wa Afrika. Watulipe fidia kuwaita waganga wetu wachawi, jamii kaanza kuwaua. Teknolojia hali ya juu katika tiba ikapotea. Hivi unajua hata operation ya uzazi ilianzia Afrika? Inaitwa Caesarean section. Jina lilitokana na mtoto wa Cleopatra wa 7 wa mke wa Julius Caesar, miaka hiyo ya 40 kabla Kristo. Mama aliposhindwa kusukuma mtoto wakatumia teknolojia hiyo kutoka Misri. Dogo akazaliwa, akaitwa Caesarean. Leo ukimuuliza daktari nani alianzisha Caesarean section, atakwambia ni Mjerumani mmoja hivi. Hata sayansi ya kuhifadhi miili ilianzia kwetu. Mpaka leo miili ya mafirauni wote bado iko salama. Haijaganda wala haijaoza kwa zaidi ya miaka 1500. Katika vitabu vitakatifu tunaambiwa ni Firauni mmoja tu ambaye hajaoza. Tunaambiwa hajaoza kwa sababu ya kumpinga Musa. Hapo Katega nauliza, ina maana kutooza ni adhabu? Enyi wa Galatia, msiokuwa na akili, ni nani aliyewaroga? Katega anasema mafarao wote wapo, na kama huamini mwambie kusindikize Misri ukajionee mwenyewe. Kwa hiyo Katega anasema waganga sio wachawi. Hawa ni watu wenye akili ya juu sana katika kujua nguvu ya mizizi katika tiba, nguvu ya majani ya miti katika uponyaji, nguvu ya manyoya ya bundi katika kinga, nguvu ya kakakuona katika bahati, nguvu ya meno ya tembo katika teknolojia, nguvu ya kupasua nazi njia panda katika kuondoa mikosi, na nguvu ya hirizi ya simba katika kinga magonjwa na balaa. Anasema simba kabla hajafa, kuna kijitu kama Gloria baiskeli huwa anatema. Hicho kidude ndo humpa simba ujasiri. Waganga ndo hutumia hicho kidude kutengeneza hirizi itendayo maajabu. Sasa ukipiga hirizi unaitwa mchawi. Hirizi si uchawi. Hirizi ni nyenzo inayoleta wepesi katika kutenda. Hata miwani ni hirizi. Saa ni hirizi. Simu zote ni hirizi. Katega anasema mchawi ni mzungu anayempiga mionzi mtoto akiwa bado tumboni kwa mama yake ili kujua jinsia yake, na wakati wazee wetu walijua jinsia bila kumuathiri mama na mtoto. Kama huamini, kamuulize Isaya Gremano Wanchelele maarufu kama Dr. Wanselele Kataushanga wa Ziwa Rukwa atakwambia. Mchawi ni mzungu anayekumezesha vidonge vya uzazi wa mpango, na wakati wazee walikontrol uzazi kwa mitishamba, na watoto wao walipishana miaka miwili tu. Tulikuwa na uzazi wa mpango, wao wakatuletea mpango wa kuwa uzazi. Leo kansa kwa mama zetu ni janga. Wengi sasa wanaishi kwa mionzi. Afrika tumemuasi Mungu. Sasa tunaishi miaka michache bila heri duniani. Halafu tunafarijiana kwamba imeandikwa umri wa mtu umepunguzwa mpaka miaka 70. Katega anasema hakuna kitu kama hicho. Kwanza mtu awai kufa na umri mdogo na kwenda wapi? Si tumeambiwa siku za hukumu ni moja. Sasa wanaokufa sasa hivi si watachoka kusubiri huko? Katega bwana anasema Mungu anatushangaa na shetani anatucheka tunavyotumia pesa nyingi kuagiza dawa kutoka Ulaya kusiko na milonge na aloe vera pamoja na mayai ya nyoka. Mzungu